أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Leo ni siku ya Jumanne tarehe 6 mwezi wa 5 2025 sawa na tarehe 7 Dhulqaada, yani mfungo pili 1446. Taarifa tulizokusanya hii leo, kwanza ni Yemen. Wakati ikishambuliana na Israel wakijibizana kwa makombora huku na kule, Irani imetoa onyo kali kwa Marekani na kuitahadharisha Marekani na Israel kwamba iwapo itajaribu kwa namna yoyote ile kufanya shambulio la namna yoyote, itajibiwa kwa haraka na kwa wepesi na kwa mujibu wa sheria. Hadhalika, tuna taarifa ya kuwa Yemen, licha ya mashambulio ya Marekani na Uingereza katika ardhi hiyo ya Kiarabu, imepiga marufuku meli yoyote ile ya Marekani inayobeba mafuta ghafi kupita katika bahari nyekundu ya Yemen. Huko Israel nako, habari zilizopatikana hii leo mchana huu ni kwamba idadi kadhaa ya wanajeshi wa Israel wametiwa mbaroni wakati walipokuwa wakijaribu kukimbia kutoka Israel na kujaribu kutafuta pahala pa kukimbilia baada ya kushindwa kwenda vitani, wakipinga swala la kuenda vitani na vile vile wakiwa ni waoga wa kwenda kupambana huko Gaza, ambako wanajeshi wengi wa Israel wanapokwenda huko uwezekano wa kurejea ni mdogo. Njia pekee ambayo Israeli inaweza kuishambulia kwa mafanikio makubwa sana ya kuweza kuwadhuru na kuangamiza Wafalastini ni kutumia ndege, lakini wanajeshi wanaokwenda kwa miguu kuingia Gaza ni aghlab sana kuwa wanarejea. Kwa hivyo wanajeshi wengi wanakimbia Israeli. Wakati jeshi la utawala wa Kizayuni likikaribia kusambaratika kutokana na uhaba wa wafanyakazi, wimbi la wanajeshi wa Israeli wanaokimbia kuhudumu jeshini nalo linazidi kuongezeka, hususan kutokana na hofu ya kutumwa kwenye kinamasi cha Gaza. Shirika la habari la Fars limenukuu taarifa ya kanali ya 7 ya televisheni ya Israel ikifichua hii leo Jumanne Mei 6 kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka huu wanajeshi 340 wa Israel wamekamatwa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion wakitoroka na kuelekea nje ya ardhi ya Falastini zinazokaliwa kwa mabavu na kupachikwa jina bandia la Israel. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, 70 kati ya wanajeshi wa Israeli waliotiwa mbaroni walijaribu kutoroka walipokuwa wakihudumu katika jeshi la Israeli, na wengi wao walikuwa ni kutoka kwenye harakati ya Orthodox maarufu kwa jina la Haredi. Duru hizo za Israeli hazikufichua utambulisho wa wafungwa wengine, lakini wameeleza kuwa jeshi la Israeli linapanga kutekeleza mpango uitwao Mercy for Deserters from Service kwa muda wa wiki moja ili kuhakikisha wanajeshi hao au wanajeshi wote waliotoroka wanarejea jeshini au wanapewa adhabu kali jela. Duru hizo zinaripoti kuwa mpango huo kwa sasa unajadiliwa kati ya maafisa wa jeshi na unatarajiwa kuanza kutumika hivi karibuni. Baada ya kuzuka vita katika ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 7, 2023, jeshi la Israeli limekumbwa na changamoto kubwa ya uhaba wa wafanyakazi na ongezeko la wanajeshi wanaotoroka. Kuitwa jeshini vikosi vya akiba ili vishiriki katika vita vya Gaza kumeweka shinikizo kubwa mno kwa jeshi la utawala huo katili na kusababisha wanajeshi wengi kuasi na kutoridhishwa na utendaji wa serikali. Taarifa zinasema kuwa idadi kubwa ya askari wa akiba wamekataa kuripoti kazini na wanatafuta njia za kukimbia vitani kutokana na muda mrefu wa kuhudumu jeshini, uchovu vitani, wasiwasi wa kiuchumi na kukosa mustakabali uliokuwa mzuri. Hivi karibuni kabisa, waziri mkuu wa zamani wa Israel Naftali Bennett amesema wazi kuwa hajapata kutokea katika historia ya Israel kuwa na ombwe la uhaba wa wanajeshi kama ilivyo hivi sasa, ambapo vijana wadogo wanakamatwa na kupewa mafunzo ya awali na kisha kupelekwa mstari wa mbele wakiwa hawana ujuzi, jambo ambalo linahatarisha maisha ya wengi miongoni mwao ambao hatima yao inakuwa ni kuangukia mikononi mwa wanamkawama wa Hamas na Gaza kuwa makaburi yao. Wakati hayo yakiendelea, taarifa iliyopatikana hii leo kadhalika inasema kuwa baada ya Yemen
kuupiga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion katika mji mkuu wa taifa hilo bandia la Israel mnamo siku ya Jumapili Mei 3 na kufedhehesha utawala huo bandia kwa kushindwa kuzuia shambulio hilo, Marekani na Israel zimetoa vitisho vya kuishambulia Iran kwa madai ya kuhusika na shambulio hilo la aibu. Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa upande wake imejibu ikisema iko tayari saa yoyote na wakati wote kujibu tena kwa haraka uchokozi wote wa kijeshi kutoka Marekani au Israel au kwa vibaraka wao wengine, na imewaonya Israel na Marekani kutojaribu kufanya jambo kama hilo. Hali kadhalika, serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali vitisho vya hivi karibuni kutoka Marekani na Israel kuhusiana na shambulio la kulipiza kisasi la Yemen dhidi ya maeneo ya Falastini yanayokaliwa kwa mabavu, na imeahidi kulinda mamlaka na uhuru wake dhidi ya tishio lolote la matumizi ya nguvu. Shirika la utangazaji la Pars Today limeripoti kuwa balozi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa alitoa kauli hiyo siku ya Jumatatu Mei 5, 2025 kupitia barua yake kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na rais wa baraza hilo la usalama. Aidha, Amir Said Iravani amesema kuwa kitendo chochote cha uchokozi au shambulio lolote la kijeshi kutoka Marekani au vibaraka wake utawala wa Israel kitapokelewa kwa jibu la haraka linalolingana kisheria. Aliongeza kuwa Marekani na Israel zitabeba jukumu kamili la madhara yoyote yatakayojitokeza kutokana na uchokozi huo usio halali na wa kizembe. Iravani amesema matamshi kama hayo ya kichochezo na ya vita dhidi ya taifa mwanachama wa Umoja wa Mataifa ni ukiukaji mkubwa na wawazi wa misingi ya sheria ya kimataifa. Aidha, amekemea vikali hatua ya Marekani na washirika wake wa kuifanya Bahari Nyekundu kuwa eneo la kijeshi na kufanya operesheni za kijeshi zisizo halali dhidi ya nchi ya Yemen. Baada ya shambulio hilo la kombora la Yemen na lililodhihirisha udhaifu wa Israel kuweza kujilinda na kukata ngebe za utawala wa Kizayuni na majigambo yake, waziri mkuu wa utawala huo nduli Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Marekani walitaja Iran kama mhusika, huku wakitia mkwara na kuitishia Iran kwamba itabeba dhima ya mashambulizi hayo ya Yemen. Bila shaka vitisho hivyo ni vya kujitoa kimasomaso kwa aibu kutokana na ukweli kuwa Israel imeshambuliwa na Yemen na wala si Iran, na vile vile kushindwa kwake kuweza kutambua na kuweza kujilinda kutokana na shambulio hilo. Uwanja wa ndege wa Ben Gurion umeharibiwa vibaya kwa kiasi kwamba ulifungwa kwa ajili ya matengenezo ya dharura, huku makumi ya magari yaliyoegeshwa nje ya uwanja huo yakipondwa na masalia ya vifusi kutokana na uzito wa shambulio hilo. Kama kawaida, ni aibu kwa Wazayuni kutoa taarifa za vifo na majeruhi. Picha zilizosambazwa mitandaoni ni zile tu zilizopigwa na watu binafsi kwa kuibia na kutumia simu zao kuzisambaza sehemu mbalimbali. Baada ya shambulio hilo la siku ya Jumapili Mei 3, ambalo mifumo ya ulinzi ya Israel na ile ya baba mzazi wa Israel Marekani kushindwa kuizuia, Wazayuni walionekana wakikimbia ovyo huku na kule, huku uwanja huo ukifungwa kwa kukosa uwezo wa kudhaminia usalama wake. Israel na Marekani imegeukia Iran na kutoa vitisho vyao ambavyo Iran tayari imejibu kwa kutoa onyo kali kwamba iwapo Israel, Marekani au kibaraka yoyote wa mataifa hayo hasimu kwa Uislamu atajaribu kuishambulia kwa njia yoyote, Iran iko tayari wakati wote kutoa jibu kali linalofaa na la kisheria. Ikijaribu kutoa ayubu yake, Israel siku ya Jumatatu Mei 5 usiku nayo pia ilirusha makumi ya ndege za kivita ikitekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya malengo iliyokusudia nchini Yemen. Israeli imetekeleza mashambulizi 50 ya anga katika mji wa bandari wa Hudaida na kiwanda cha Saruje kilichopo mashariki mwa nchi hiyo. Afisa mwandamizi wa Marekani alithibitisha kwamba mashambulizi hayo ya anga yalikuwa yakitekelezwa chini ya uratibu wa karibu sana na Marekani, ambayo ndiyo mdhamini na mfadhili mkuu wa Israel na mshirika wa hali na mali katika kampeni ya kijeshi inayoendelea kwa ukatili huko Gaza, yenye nia ya kulifuta kabisa taifa la Falastini katika ramani ya dunia. Kituo cha televisheni cha Al Masira cha Yemen kiliripoti kuwa Marekani ilitekeleza mashambulizi 35 tangu Mei 4 na imelenga majimbo kadhaa ya Yemen ikiwemo Al-Jauf na Marib. Tangu mwezi Machi, Marekani, Uingereza na Israel zimekuwa zikitekeleza mashambulizi ya anga ya kila siku dhidi ya Yemen
na zinadai kuwa zimeshambulia zaidi ya maeneo 1000 katika taifa hilo la Kiarabu. Tangu kuanza kwa vita vya mauaji ya kimbari vya Israel dhidi ya Wafalastini huko Yemen, vikosi vya jeshi la Yemen vimeendesha operesheni nyingi kuunga mkono Wafalastini wanaokumbwa na vita vya mauaji ya kaumu na kizazi, vikishambulia ngome za kijeshi na kiuchumi za utawala wa Israel katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, pamoja na kulenga meli za Israel au meli zinazoelekea bandari za maeneo hayo yanayokaliwa kwa mabavu. Marekani na Uingereza, mabeberu na wanyonyaji wakuu wa dunia, wameifanya Bahari Nyekundu kuwa kituo cha kijeshi kwa nia eti ya kuizuia Yemen kuishambulia Israel inayoendesha mauaji ya kimbari dhidi ya watoto na kina mama wa Falastini. Lakini hata hivyo, licha ya Israel, Marekani na Uingereza kuchanga nguvu zao kwa pamoja dhidi ya Yemen, hawajafanikiwa kuishinda Yemen wala kuzuia mashambulizi yake dhidi ya Israel. Yemen imesisitiza kuwa haitasitisha mashambulizi hayo hadi pale Wazayuni wavamizi watakapositisha kwa ukamilifu mauaji ya watu wa Falastini wasiokuwa na hatia. Wakati hayo yakijiri, serikali ya Yemen imetangaza marufuku ya jumla dhidi ya mafuta ghafi ya Marekani kama jibu kwa mashambulizi yanayoendelea ya Washington kwenye ardhi ya nchi hiyo ya Kiarabu, pamoja na mashambulizi yanayolenga raia na miundombinu ya kiraia ya Yemen. Kituo cha kuratibu operation za kibinadamu cha Yemen, HOCC, kilitoa taarifa kwa vyombo vya habari siku ya Jumamosi kikisema kuwa vikwazo dhidi ya Marekani vitaanza kutekelezwa Mei 17. Mkurugenzi mtendaji wa HOC amesema marufuku hiyo imewekwa kuwa adui wa Kimarekani anayeendelea kufanya mashambulizi katika majimbo mbalimbali ya Yemen, akilenga raia na vituo vya kiraia, jambo lililosababisha vifo na majeruhi kwa mamia ya watu, wakiwemo wanawake na watoto. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kama ambavyo adui wa Marekani anavyolenga bandari ya mafuta ya Ras Isa katika jimbo la Hudaida mnamo Aprili 17, 2025, akishambulia miundombinu ya kiraia ya wafanyakazi katika uhalifu wa kutisha unaotambuliwa kama moja ya mauaji ya kinyama dhidi ya binadamu katika jaribio la kuzingira watu wa Yemen, Jamhuri ya Yemen ina haki ya kujibu uhalifu huo, mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita unaofanywa na adui Marekani dhidi ya watu wa Yemen. Hivyo basi, uamuzi umetolewa wa kupiga marufuku usafirishaji, uhamishaji, upakiaji, ununuzi na uuzaji wa mafuta ghafi ya Marekani, iwe moja kwa moja au kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja. Mkuu wa HOC ameonya kuwa kampuni zitakazokiuka marufuku hiyo mpya ya usafirishaji mafuta zitawekwa kwenye orodha ya wavamizi dhidi ya Yemen, akisema meli zinazomilikiwa au kuendeshwa na kampuni hizo pia zitazuiwa kupita katika maji muhimu ya kikanda, ikiwemo Bandari Nyekundu, mlango wa bahari ya Bab al-Mandab, Ghuba ya Aden, bahari ya Arabu na bahari ya Hindi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kutakuwa na misamaha kwa madhumuni ya kibinadamu au kwa nchi na kampuni zinazopinga sera za Marekani endapo zitatuma ombi rasmi kwa serikali ya Yemen. Kwa kuunga mkono Israel, Marekani ilitangaza kuunda kikosi cha majini mwezi Disemba 2023 ili kulinda meli zitakazokwenda kwenye maeneo yanayokaliwa na Israel kupitia Bahari Nyekundu. Vikosi vya Yemen vilijibu kwa kuongeza mashambulizi yao dhidi ya malengo ya kimkakati na nyeti ya Israel na Marekani, ikiwemo meli za kivita za Marekani zilizoko pwani ya Yemen. Taarifa kutoka Gaza zinasema kuwa wanajeshi wa Israel wameuawa baada ya kuingia katika mtego wa Hamas wakati walipokuwa wakijaribu kuwafuata Hamas katika mahandaki yao. Jeshi katili la Israeli limeripoti kwamba wanajeshi wake wawili wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa kutokana na mlipuko katika handaki lililowekwa mtego katika jiji la Rafah, kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi vamizi la Israeli lilisema siku ya Jumapili, Mei 4, kwamba Captain Noam Ravid mwenye umri wa miaka 33 na Sergeant Yale Sero mwenye miaka 20 kutoka kikosi maalumu cha uhandisi wa kivita cha Yahalom walikuwa wakikagua mlango wa kuingia kwenye handaki lililopo ndani ya jengo wakati bomu lilikuwa katika mtego lililipuka na kuwateketeza. Jeshi hilo vamizi la Israeli limeongeza kuwa wanajeshi wengine wawili kutoka kikosi hicho walijeruhiwa kwenye mlipuko huo, mmoja wao akiwa katika hali mahututi. Israeli ilianza vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 7, 2023
baada ya harakati ya mukawama ya Palestina Hamas kufanya operations za kihistoria dhidi ya utawala huo unaoendelea kunyakua ardhi, ikiwa ni jibu kwa ukandamizaji uliokithiri dhidi ya watu wa Palestina. Licha ya mauaji ya angalau wa Palestina 52,495, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kujeruhi zaidi ya watu 118,366, utawala wa Tel Aviv umeshindwa kufikia malengo yake yaliyotangazwa waziwazi. Hatimaye utawala huo ulikubali masharti ya muda mrefu ya mazungumzo na Hamas chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalianza Januari 19. Hata hivyo, miezi miwili baadaye, Israeli ilivunja makubaliano hayo kwa upande mmoja na kurejelea mashambulizi yake makali ya anga dhidi ya Gaza. Zaidi ya wanajeshi 850 wa Israeli wameuawa katika mashambulizi hayo huko Gaza, wakiwemo 414 waliopoteza maisha katika operesheni ya nchi kavu dhidi ya eneo lililowekwa mzingiro. Katika tukio jingine, siku ya Jumamosi Mei 3, jeshi la Israeli lilitangaza kwamba linatuma maelfu ya maagizo ya kuwaita askari wa akiba kwa ajili ya maandalizi ya mashambulizi makubwa zaidi katika ukanda wa Gaza. Mwito huu wa kuwaita askari akiba unafuatia ripoti kwamba jeshi la utawala huo limewasilisha kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Nduli Benjamin Netanyahu mpango wake wa mashambulizi ya awamu kwa awamu ambayo inahitaji idadi kubwa zaidi ya askari. Ripoti hizo zimeibua wasiwasi miongoni mwa familia za mateka wa Israeli ambao bado wanashikiliwa huko Gaza. Katika taarifa ya vyombo vya habari, jukwaa la familia ya mateka lilionya kwamba kushadidi vita itaweka mateka hao katika hatari ya moja kwa moja. Kabla ya hapo, wanamukawama wa Palestina Hamas walikushatangaza kuwa endapo Israeli itaivamia tena Gaza kujaribu kuwaokoa mateka hao kwa kutumia nguvu, basi Hamas itachukua hatua ya kuwateketeza. Hayo ndio yanayoendelea huko Gaza na katika Israeli, ambapo wanajeshi wa Israeli wanakimbia jeshini, wakikimbia kwenda Gaza wakiogopa kinachowakuta huko Gaza. Ikumbukwe kwa kila msikilizaji wetu kwamba Israeli haina uwezo wa kutosha kupambana na wanamukawama ana kwa ana, licha ya kumiliki silaha nyingi nzuri na za kisasa, lakini wanapokwenda kukabiliana na mukawama wa Palestina Hamas ardhini, hawana uwezo huo na wengi miongoni mwao wanateketea. Lakini mateketezo hayo na vifo vinavyowakuta wanajeshi wa Israeli vinawekwa kuwa ni siri na serikali ya Israeli. Hakuna jingine la kufanya kwetu sisi zaidi ya kumuomba Mwenyezi Mungu kupatikane salama na amani, ili Wafalastini waweze kuendelea kuweza kuishi na kuamua mambo yao wa wenyewe na kupata ardhi yao halali na nchi yao. Tusisahau kumuomba Mwenyezi Mungu juu ya wale ambao wanapanga mikakati kila siku kwa jaribu kuliteketeza taifa la Palestina. Mwenyezi Mungu ajalie na wao wapate yale ya kuwashughulisha, ili waweze kuacha Wafalestina wakiwa salama na kupata uhuru na taifa lao kuwa huru, ili waweze kuishi kwa amani na kujiamulia mambo yao wao wenyewe. Tusisahau kusoma suratul Fil na kadhalika suratul Lahab tabbat yada, kwa kumwomba Mwenyezi Mungu wale wote wanaofanya mipango na kuratibu na kutoa zana kwa ajili ya kuangamiza Palestina, Mwenyezi Mungu awaangamize wao, kwani ni haki ya Waislamu na wapenda haki wote duniani kuomba salama na amani na kuwachukia na kuwakataa madhalimu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kila mmoja wetu kuwachukia madhalimu, kuwachukia wauaji wa namna yoyote ile, ili kusudi kila mmoja katika binadamu awe na haki ya kuweza kuishi maisha yake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.